Bwana Yesu na mpenzi mtazamaji, ninaamini kwamba umeweza na kuamka ukiwa salama na mahali popote pale unatazama ukiwa, yani upo tayari kabisa ili ukaweza na kupokea baraka za asubuhi yaliyokupitia hiki kipindi cha manyunyu ya baraka. Maana mtumishi wa Mwenyezi Mungu yuko tayari kabisa ili akaweze na kutuletea neno la Mwenyezi Mungu ambalo Mungu mwenyewe ameweza na kumwandaa nalo kupitia kwa nguvu za Roho Mtakatifu, nikiamini kwamba hata Mwenyezi Mungu kupitia hilo neno ako tu na kusudi njema ambalo yani kile ambacho alikuwa amepanga kwa asubuhi ya leo tukaweze na kukipokea. Hakika kupitia hilo neno tutaweza na kukipokea. Mtumishi wa Mwenyezi Mungu ambaye yuko hapa ili kuweza kutuletea hayo yote ni Pastor Mary Kamau kutoka kanisa la ABC Kiatineni Pastorate Machakos Sub Headquarters, nikitumai kwamba wewe mahali popote pale ulipo utaweza na kupokea hizo baraka. Wapendwa watazamaji, asubuhi ya leo naomba kuwasalimu kwa jina la Yesu. Hamjambo? Nami si jambo. Karibuni katika ibada ya siku ya leo. Tuanze kwa maombi. Asante Mwenyezi Mungu kwa ajili ya wema na fadhili zako ambazo umetenda pamoja nasi. Tunakiri makosa yetu, kuomba msamaha. Tunaomba neno lako likazidi kukua ndani ya mioyo yetu, na tunaomba ukatubarikie siku ya leo. Na ni kwa Yesu Kristo aliye Bwana na Mwokozi wa maisha yetu tumeomba. Amina. Karibuni. Tunaendelea kumtumaini Mungu katika kila hali, ambayo ndiyo mada kuu ya wiki, na tutaendelea na kuangalia vipengele vyake, ambayo siku ya leo tutaweza kujifunza ya kwamba kutembea katika upendo. Tunaambiwa ya kwamba tukizidi na kumtegemea Mungu, kwa maana hatuwezi tukamtumaini Mungu bila kumpenda. Kwa hivyo ni lazima tumpende Mungu ili tukazidi kujua ya kwamba atazidi kututimizia mahitaji yetu na atazidi kuenenda pamoja nasi. Tunaangalia neno katika kitabu cha Yohana Mtakatifu, sura ni ya 13, mstari ni huo wa 34 hadi 35. Yohana Mtakatifu, sura ni ya 13, mstari wa 34 hadi 35. Amri mpya nawapa, mpendane kama vile nilivyowapenda ninyi, nanyi mpendane vivyo hivyo. Hivyo watu wote watatambua ya kuwa ninyi mmekuwa wanafunzi wangu, mkiwa na upendo ninyi kwa ninyi. Bwana Yesu asifiwe. Tunaambiwa ya kwamba kama vile Yesu Kristo alivyotupenda, ama vile Mungu alitupenda akatuma mwanaye Yesu Kristo ili aje hafe kwa ajili ya dhambi zetu, tunazidi na kuambiwa ya kwamba amri mpya ambayo Mungu alitupa ni kupendana sisi kwa sisi kama vile yeye alivyotupenda. Kwa hivyo tujue ya kwamba tunapozidi kukaa ndani ya Yesu ama kumtumaini Mungu, ni lazima tutembee katika upendo. Tutembee tukijua ya kwamba sisi ni wanafunzi wa Yesu, na tutakuwa wanafunzi wa Yesu ama wafuasi wa Yesu tukijua ya kwamba Mungu alitupenda hata akamtoa mwanawe, nasi anatuamuru ili tuzidi kupendana na tuzidi kukaa katika huo upendo. Bwana Yesu asifiwe. Upendo ni alama ya mwanafunzi wa Kristo. Kwa hivyo tujue ya kwamba ndio maana tumeambiwa yeye atatambua ya kwamba sisi tumekuwa wanafunzi wake. Kwa hivyo hiyo ni alama ambayo tukionyesha upendo, Mungu ataonekana ndani yetu. Tukionyesha upendo, Yesu Kristo ataonekana ndani yetu, nasi tutaonekana ya kuwa sisi ni wafuasi wake, kwa maana tunafanya kama vile yeye alifanya kwetu. Kwa hivyo tujue upendo
ni jambo la muhimu sana. Hata tukafanya mambo gani, hata tukafanya kipi, pasi na upendo, bila upendo, neno la Mungu linatuambia hayo yote ni bure. Kwa hivyo amri mpya na amri kuu ni tupendane sisi kwa sisi kama vile Yesu Kristo alivyotupenda. Kupenda kwa Mkristo ama kupenda kwa Mkristo tunaonyesha ule upendo ambao Mungu alitupenda, upendo usio na kipimo, upendo wa agape ambao alikufa msalabani ili sisi ili sisi tutoke katika ule ufungwa ambao tulikuwa tumefungwa katika dhambi, tuingie uzimani na ambao tunajua ya kwamba ni uzima wa milele na milele. Kwa hivyo tunapopendana tujue wapenda wengine wakiwa kwa shida tunawasaidia, wakiwa na mangumu ama mapito mangumu ama wakiwa katika hali ngumu tunawaombea, wanaona Mungu akitenda pamoja na wao. Tunaambiwa ya kwamba tuzidishe huo upendo na tujue ya kwamba ni upendo usio na kipimo na ni upendo ambao usio na ubaguzi. Kwa hivyo katika hao wote, hata katika kupendana ndipo ambapo tutajua ya kwamba tutakuwa na kusameheana na tutaendelea na mbele, kwa maana neno la Mungu linatuambia tukipendana, ama kama mwenzako amekukosea, kama unampenda, unamsamehe kwa yoyote, kwa mambo ambayo amekutendea, na mnazidi kuendelea na mbele mkizidisha ule upendo wa Yesu Kristo. Pia tunaambiwa sio upendo wa kutamka na mdomo. Wengi huwa wanatamka na kusema fulani ninakupenda, fulani ninakujua hivi na hivi, nitakusaidia, nitakufanyia hivi na hivi, lakini hawafanyi. Kwa hivyo tunaambiwa sio upendo tu wa kusema ama wa kuzungumza ama wa kutamka kwa maneno yetu, bali tunaambiwa tuonyeshe upendo kwa matendo yetu. Tujue ya kwamba kama ni kuzungumza, kama ni kuongea kwetu kufuatiliwe na matendo, kwa maana upendo tunaambiwa ya kwamba tukiongea bila kufanya ni jambo ambalo yani ni imani iliyokufa. Lakini tukisema hivi na tunaonekana tunatenda kwa matendo, neno la Mungu linazidi na kutuambia Mungu anazidi kufurahi kwa ajili yetu, na atazidi pia kutuona na atazidi kutupenda kama vile yeye alitupenda. Pia tunaambiwa upendo ujenga umoja. Tunapokaa katika ule umoja, tunaambiwa baraka zote zitakuwa pamoja nasi, kwa maana neno la Mungu linatuambia katika kitabu cha Zaburi 133 linatuambia ya kwamba tukikaa katika ule upendo ambao ni tukikaa katika umoja, naye Mungu ataamuru baraka zikaweze kuwa kwetu, zikaweze kutumiminia, zikaweze kuwa kama mafuta ambayo yanamwagika na hayaishi. Kwa hivyo tujue ya kwamba upendo ni jambo la muhimu sana tunapoendelea na kumtumaini Mungu, kwa maana tutamtumaini tu kwa njia ya kumpenda na kujua ya kwamba yeye ni Mungu anayetutoa katika hali ngumu. Tujue ya kwamba upendo huleta mahusiano mema, upendo huleta amani na umoja, na zaidi ya yote upendo humtukuza Mungu. Mungu anatukuzwa kwa ajili yetu. Kwa hivyo bila upendo, bila huduma na matendo yetu hayana dhamani mbele za Mungu. Kwa hivyo tujue ya kwamba bila upendo, bila kuhurumiana, matendo yetu hata tukafanya nini hayana dhamani. Dhamani kubwa ni ile ya kupendana, na tukizidi kupendana Mungu anatuambia ya kwamba tutakuwa wanafunzi wake na tutazidi kumpendeza yeye na kumfurahisha yeye. Bwana atubariki na ambariki neno lake. Amina. Asante Mwenyezi Mungu kwa ajili ya neno lako. Zidi kutubariki, tuongoze siku mzima. Uwe pamoja nasi na neno lako likazidi kufanya kazi ndani ya mioyo yetu. Kwa Yesu Kristo tumeomba. Amina. Kumtukuza Mungu kupitia kuonyesha ini upendo wa Kristo kupitia kwa matendo yetu. Neno la Mwenyezi Mungu mwenyewe wa Kristo
ataweza na kuongea na wanafunzi wake na kuambia kwamba pendaneni nyinyi kwa nyinyi, usichukie mwenzako, kuweni na umoja. Maana mahali popote pale kuna umoja, lazima upendo utaweza na kuonekana pale. Jali yule mwingine, ukimpenda utaweza na kumjali. Maana akipatwa na jambo lolote lile, hata kama ni uzito wa aina gani, utaweza kuchukulia kama ni wa kwako. Yaani kuonyesha kunjali yule mwingine, kumjali kama ndugu yako, kama dada yako. Tunjali yule mwingine, muonyeshe upendo, na sio kupitia kwa mdomo tu, bali hata kupitia kwa matendo. Wacha matendo yako yakakuongea kwamba huwa unaonyesha mwenzako ama wengine upendo, sio kusema tu, kutamka kupitia kwa kinywa chetu, lakini matendo hayaonyeshi kwamba ni kama unampenda mwenzio, ni kama unampenda mwenzako pale. Tunjaliane, njali yule mwingine. Hapo utakuwa unamtukuza Mwenyezi Mungu atakupitia hayo matendo. Matendo. Tuige mfano wa Yesu. Mfano wa Yesu aliweza na kujitoa kwa ajili ya wengine. Na sio wengine tu kwa ajili, wacha tuseme tu kwa ajili yetu. Yesu aliweza na kujitoa kwa ajili yetu. Kwa sababu gani? Kwa sababu ya upendo. Pia nasi tuige huo mfano ili tukaweza na kujitoa, kubeba wale wengine, kubeba na hata kama ni weaknesses za wale wengine, beba tu. Elewa tu mwenzako, mjali. Hiyo yote ambayo utakuwa unayafanya yatakuwa yanamtukuza hata Mungu mwenyewe. Ninaamini kwamba tumeweza na kubarikiwa, tumeweza na kuchukua hapo mawili matatu ambayo yataweza na kutusaidia. Ninakutakia siku njema, siku ya baraka, na tukazidi na kuonyeshana upendo kwa wale wengine. Shalom.